Asante. Kwa jina naitwa Amuru Mohamed Hamis, ni afisa afya jamii, lakini vile vile ni mkuu wa huduma za afya kwenye bandari ya Malindi Zanzibar. Asante kwa kupata fursa hii kuzungumzia masuala mazima haya ya Mei Mosi kwa wafanyakazi na kwa serikali kwa jumla. Tunajua kwamba hii siku na historia kubwa. Ukianzia kwenye masuala mazima kule ambayo ilitokezea Marekani ndani ya wale kwenye high market ya fair mwaka 1886 mwezi wa 5, kwamba kutokana na udhalilishaji na ukandamizaji wa wafanyakazi, ambapo kulikuwa kuna historia mbaya sana kwa watendaji na watumishi wa umma. Kwa hiyo wanawake wafanyakazi kama tulipata ukombozi mkubwa kuangalia kwamba kuanzia siku hiyo, manake baada ya kuona kwamba kuna migomo mingi ya wafanyakazi, serikali na mashirika mengine ya umma yanaona kwamba kuna haja ya kupigania haki na malengo, manake vile vile na vitu vingine ambavyo vinahusu wafanyakazi. Kwa hiyo kupitia changamoto hizo ambazo zilitokezea, serikali pamoja na taasisi mbalimbali zikaona kwamba kuna haja kwamba yapata siku maalum kwa wafanyakazi, kama manake ni kutoa motisha, lakini vile vile kuangalia kujali zile haki, lakini vile vile kuangalia manake ugumu gani wafanyakazi wanapitia. Kwa hiyo kupitia serikali ya Mapinduzi Zanzibar, hasa na vile vile Wizara ya Afya, kumekuwa kuna masuala mengi ambayo yanafanyika kila mwaka ili manake kuangalia michango ya watendaji wa watumishi wa serikali pamoja na taasisi nyingine za umma, lakini vile vile kupigania haki na kazi na vitu vingine mbalimbali, mfano kutoa fursa ya kufanya tathmini kwenye maeneo ya kazi na kwa watendaji. Kingine vile vile ni kuimarisha mshikamano baina ya taasisi na taasisi, lakini vile vile wafanyakazi. Kutoka hapa Port Health Malindi Zanzibar, mimi kama nipo mkuu wa huduma hizo, nina rai nyingi kwa watendaji wenzangu, lakini vile vile kwa watumiaji wa bandari wakiwemo abiria, vile vile wafanyakazi ambapo wako hapa, labda kuna hawa wachukuzi maporters, kuna wamiliki wa vyombo vya usafiri. Ni vyema tukakaa pamoja, tukawa kitu kimoja, kwa sababu ili gurudumu la afya halitaenda kama manake hizi taasisi zote pamoja na abiria kama tutakuwa tujashikamana pamoja. Manake ili kuangalia kwamba ile kupata tathmini kwamba watendaji wa afya wanafanya vipi wajibu wao kwenye kazi, manake haitakuwa rahisi wao peke yao kuwajibika bila ya sekta hizi nyingine nazo kutoa ushirikiano, ikiwemo kushikamana pamoja. Lakini sambamba na hilo, tukiwa kama afisa wa afya jamii kwenye bandari ya Malindi, tumeona kwamba kuna haja kubwa sana ya kuwa karibu na jamii, kwa sababu kwa njia moja nyingine jamii inahitaji kupata elimu. Hapa kuna masuala mbalimbali, ikiwemo kuna wagonjwa ambao wanapita kwenye maeneo yetu, kuna maiti ambazo zinapita kwenye maeneo yetu, kuna mizigo ambayo inapita mingine ambayo inakaguliwa na afisa afya jamii. Kwa maana yake kama kutakuwa kuna mashirikiano, hakuna elimu ambayo inatoka kutoka kwa afisa afya kwenda kwa, maana yake pia kungekuwa kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo ningetoa rai tu kwamba kuwe na mashirikiano mazuri, na vile vile manake panapo tatizo lolote ambalo linahusu masuala ya kiafya bandari ya Malindi, manake wasisite manake kuja kutafuta ushauri. Kwa mfano kipindi labda ndugu au jamaa wa mgonjwa au marehemu wanapoamua kusafirisha mgonjwa, ni vyema manake kuja kupata taarifa za awali kwamba ni namna gani labda anatakiwa kumsafirisha mgonjwa, au labda ni namna gani natakiwa kumsafirisha maiti ambaye kafariki labda nyumbani, ambaye kafariki ya hospitali. Kwa maana yake unakuta vitu vyote hivi ndio inakuja kwenye ile nguzo kwamba kuangalia kwamba kuimarisha mashirikiano. Kwa maana yake uweze kuimarisha mashirikiano kwenye sekta hizi za kazi, maana yake kama kutakuwa hakuna hizi mawasiliano ya awali, maana yake kuimarisha mashirikiano kwa kupitia kuwasiliana. Kwa hiyo ni rai ambayo niko naweza kuitoa, lakini vile vile kuna kupigania haki za wafanyakazi. Unajua serikali ya Mapinduzi Zanzibar imekuwa imefanya mambo mengi sana hususan kwenye sekta hii ya afya, kuangalia kwamba maslahi ya wafanyakazi yanaimarika, lakini vile vile kuangalia manake zile haki zao wafanyakazi. Kwa tunajua tuna fursa mbalimbali ambazo zinatoka, mfano fursa za kupata elimu za ziada,
kuna mafunzo mbalimbali ambayo wafanyakazi wamekuwa wakipatiwa wakati wa kazini, lakini vile vile mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu. Lakini sambamba na hilo vile vile ya kuwezeshwa kwenye miundombinu mbalimbali ya kiutendaji. Mfano tumekuwa tumeona kuna hospitali mbalimbali ambayo yamejengwa kwenye ngazi ya wilaya, kwenye ngazi ya mikoa, lakini vile vile mpaka ngazi ya rufaa. Maana hii moja ni kupigania zile haki za wafanyakazi, kuangalia kwamba wafanyakazi wanafanya kazi katika mazingira ambayo ni mazuri na ni rafiki wakati wote. Lakini vile vile kutambua mchango wa wafanyakazi. Vipi? Maana Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia Wizara ya Afya imetambua kwamba watendaji wamekuwa ni chachu sana katika kuleta mabadiliko kwenye sekta ya afya na kwenye kuangalia kwamba afya za watu zimeimarika mitaani. Kumekuwa kuna support nyingi, mfano kwenye sekta hii ya afya tumeangalia kwamba kwenye bandari zetu kuna huduma hizi za ambulance ambazo kwa ajili ya kufanya transfer ya wagonjwa kutoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini vile vile kupatiwa wafanyakazi ambao ni competent, ambao wana taaluma ya kutosha kwa ajili ya kuhudumikia wagonjwa. Unajua kwenye maeneo ya bandari na viwanja vya ndege kumekuwa na matukio mbalimbali ya dharura. Kwa hiyo kama kutakuwa hakuna wafanyakazi ambao wana taaluma ya kutosha jinsi gani ya kukabiliana na majanga mbalimbali, basi maana yake inakuwa ni changamoto. Lakini sambamba na hilo pia kumekuwa kuna support kubwa kwenye kutekeleza majukumu ya IHR, International Health Regulation, kanuni za afya kimataifa. Kwa mfano wakati wa dharura tunatakiwa maana kama bandari tunatakiwa maana iwe na mpango maalum wa kukabiliana na majanga. Kwa hiyo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeimarisha hilo kuhakikisha kwamba bandari zote rasmi ambazo ni bandari za kimataifa maana zina mpango maalum tunaita contingency plan kwa ajili ya kukabiliana na majanga mbalimbali. Kwa sababu ili maana yake kukopa na mazingira haya ya majanga ya kimataifa kupitia IHR inasema kwamba kila bandari rasmi ambayo ni designated port lazima iwe na contingency plan maalum, na sio kwamba hiyo ni contingency plan tu, maana tuna contingency plan ambayo ni multi hazard. Kwa mfano ukiangalia miaka ya nyuma, miaka 3-5 nyuma, tulikuwa mfano bandari ya Malindi na viwanja vingine vya ndege labda Akia, bandari ya Mkoani, lakini vile vile airport ya Pemba, zote manake zilikuwa zina contingency plan ambayo inadili na tatizo moja tu ambalo ni biological hazard. Lakini kwa kupitia misaada mbalimbali ya wafadhili pamoja na kazi ya serikali, manake tumeweza update na kureview mpango kazi wetu kutoka kwenye biological hazard kwenda kwenye multi hazard kama matakwa ya sheria ya IHR yanavyotaka. Kwa maana yake tumeongeza kwa kasi speed zaidi kubwa zaidi kwamba na sisi manake tuendane sambamba na matakwa ya sheria za kimataifa, lakini vile vile za nchi zinazotaka kwamba tuweze kukabiliana na majanga mbalimbali. Kwa so far bandari ya Malindi Zanzibar na hivyo nyingine ambazo zitangulia kuzitaja zote manake zina contingency plan ambayo ni multi hazard. Hii ni sambamba kwamba kutambua manake ile michango ya wafanyakazi kwamba wafanyakazi wanajituma sana kwa hili manake kujengea manake uwezo zaidi manake basi waweze manake kukopa na mazingira ya dharura. Muda wote ambao unapotokezea tuweze kufight na hayo majanga. Hapo ninavyojua kwamba mipaka yetu hii ndo maradhi yanapita. Afu maradhi hayahitaji passport. Maradhi manake hayaji kwa taarifa. Sasa kama itakuwa hauna mpango maalum wa dharura manake itakuwa ni vigumu sasa wakati sasa tukezea tatizo tutaanza kutafutana. Kwa hiyo tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuwa na hiyo contingency plan ambayo ni multi hazard kwa ajili ya kupambana na majanga mbalimbali ambayo yanaweza kutokezea kwenye bandari zetu na viwanja vya ndege. Labda nitoe wito tu kwa wafanyakazi wenzangu kupitia siku hii ya Mei Mosi. Sio wafanyakazi kama tunakwenda kusema kama tuna mchango mkubwa kwenye serikali, lakini sekta ya afya. Kwa hiyo manake serikali kuona kwamba investment yake ambayo imefanya kwenye sekta hii kwamba tumefanya uwekezaji mkubwa, na sisi kama wafanyakazi lazima tuwajibike na tunatakiwa kuwajibika kwa misingi ya kisheria ya kiutumishi kwamba kuangalia kwamba nini wajibu wetu wakati tukiwa kazini, lakini vile vile kufuatilia zile haki zetu pale tunapokuwa kazini. Tuna haki mbalimbali ambazo wafanyakazi tutakoze fuatilia. Kuna haki hizi za kwenda likizo, una haki wewe ya kwenda kusoma, maana zote tuzifuate kwa misingi ya sheria ya kiutumishi ambao inavyoelekeza. Maana kinyume chake tutakuwa tuitendee haki hii sekta ya afya na kupitia serikali nzima kwamba ule uwekezaji ambao umefanya kwenye sekta hii yetu kwamba utakuwa umeenda bure. Maana Mheshimiwa Rais amefanya uwekezaji mkubwa kuangalia tu kwamba maslahi ya wafanyakazi yanaboreka, kuwekea miundombinu ya kiutendaji. Maana na sisi kama ni wafanyakazi lazima tutekeleze ule wajibu wetu ili zile haki zetu sasa tuweze kutimiziwa.
Kwa upande mwingine ningependa kutoa shukrani zote kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, hususan Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwamba amefanya mambo mengi sana hususan kwenye sekta hii, lakini kwenye especially siku hii manake tumeona kwamba miundombinu mbalimbali imeboreshwa hususan kwenye sekta yetu ya afya, hospitali kama tumeona na vile vile kwa upande wa sisi hususan Port Health tunashukuru kwamba tumepatiwa kuna ambulance ambayo hii manake inaenda moja kwa moja kwenye bandari zetu kwa ajili ya kutoa huduma hizi kama tunaendelea kusema awali. Kuna huduma hizi za dharura, kwa maana yake tumepata ambulance kwa ajili ya kusafirisha wagonjwa maana yake kutoka kwenye bandari zetu kwenda kwenye kituo cha afya. Hili ni jambo kubwa sana na ni kushukuru serikali kwa jumla kwamba imeona kwamba kuna changamoto kwenye usafirishaji wa wagonjwa ambao wanatoka kwenye bandari kwenda katika vituo vya afya ambavyo ni rufaa.